Jamaa katoka zake mini market kakamata chakula, amekaa na kula baada ya siku ndefu sana ya kazi. Yeye ni mtu wa delivery. Peleka chakula huku, chukua kamzigo kwangu kawaishi kwa jamaa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kila time ni mtu ambaye yuko busy sana. Akipata nafasi ya kutulia ni kidogo sana kama hii ambayo tunaona. Lakini punde simu ikaenda inaita pembeni. Lakini si simu ya kwake, ila kama kuipokea tu hata hivyo. Kumbe hiyo simu ilisaulika. Hivyo anaomba basi aifikishwe kwa mhusika. Jamaa anasema kwamba ni mtu ambaye ana mambo kibao sana. Hawezi kufanya shughuli ya kwenda kupeleka simu, aache mambo yake. Mwanamama upande wa pili anamwambia basi wewe leta tu, mimi nitakulipa uone 300,000 kama usumbufu. Alipopiga mahesabu akaona mbona kama ni hela nzuri sana. Hivyo basi akaamua kuifikisha, lakini address ikae na utata sana, maana inatokea kwenye handaki. Alafu anaambia kwamba ayache hapo hapo, akachukua na ujira wake kisha akaondoka. Siku kadhaa mbele polisi wanakuja wakimkamata kwa kosa la kubaka na kuua. Wanaambia kwamba una haki ya kunyamaza na chochote kile ambacho utakisema kitatumika dhidi yako katika mahakama ya kisheria. Imekuwaje tena? Inaitwa The Manipulated. Karibu sana. Recap wako inaitwa Winani. Make sure to subscribe ili kuweza kuwa mwanafamilia wa vitu kama hizi na kupata notification za updates za recap kila ninapoziachia. Sasa act za kwanza za episode 1 zinatambulishwa kwa jamaa anaitwa Park Tae-jong. Huyu jamaa ni delivery man ambaye anafanya kazi mchana na usiku kufanikisha elimu ya mdogo wake anaitwa Tae-jin. Lakini sio hivyo tu, anapanga kufungua mgahawa wake mdogo ambao anahangaika sana kuupamba ili uweze kukaa sawa, akisaidizana pamoja na marafiki zake na mpenzi wake anaitwa Suji. Tae-jong kimsingi anaonekana kama mkarimu sana na mwenye msaada sana kwa watu, na kila mtu anaonekana sana kuvutiwa naye yeye kama delivery man anayefanya kazi kwa bidii sana. Sasa siku moja wakati akipumzika anapokea simu ambayo si ya kwake. Mtu aliyepoteza anamwomba amfikishie kisha atamlipa 300,000. Akakubali akianza kwamba itamsaidia yeye pamoja na kulipa ada ya mdogo wake. Lakini mara ile address ikaishia kwenye handaki tu. Sasa ni nani ambaye anakaa katika handaki? Na mwanamke huyo anaeleza zaidi kwamba hayuko tayari kukutana na strangers, kwa hiyo aiweke tu humo kisha achukue malipo yake. Basi akafanya kama alivyoelekezwa kisha akaendelea na maisha yake kama kawaida. Siku kadhaa mbele polisi wakaingia kwake katika mgahawa wa Bustani na kumkamata kwa kosa la kumuua mtu. Wanaambia kwamba unakamatwa kwa tuhuma za ubakaji na mauaji na una haki ya kukaa kimya. Chochote kile ambacho utakisema kuanzia sasa kinaweza na kitatumika dhidi yako mahakamani. Tae-jong amechanganyikiwa sana, anasisitiza kwamba yeye hakufanya kosa lolote. Anaambiwa zaidi kwamba mwanamke mwenye umri wa miaka 20 alipatikana ameuawa na kukatwa viungo vyake karibu na handaki kando ya mto Han, na Tae-jong anaaminika kuwa mshukiwa mkuu. Wakati wa mahojiano anadai kwamba yeye hajawahi kumuona na hajui chochote kuhusu mwathiriwa. Anaapa kwamba hakufanya hivyo na anaamini kwamba kutakuwa kuna kosa katika upande wa upelelezi hapo polisi. Wapelelezi ni wazi kwamba hawamwamini kijana na wanaambia kwamba unasema uongo. Hivyo mambo yakasonga, vipimo vikafanyika na habari zikasambaa na kushtua kila mtu. Mpenzi wake alija kumtembelea baadaye akiwa mahabusu, lakini jamaa anakiri kwamba hajafanya lolote la sampuli hiyo na kwamba anasingiziwa tu. Basi hilo jambo likampa amani sana mwanamke wake, hivyo haraka kamwajiri mwanasheria na kuhakikisha anafanya juu chini ili mtu wake aweze kutoka salama. Na Tae-jong naye anatakiwa akasimame mahakamani kusikiza kesi ambayo inamkabili. Japo yeye anajua kabisa kuwa hajafanya lolote lile, lakini ana matumaini kibao ndani yake. Marafiki zake na mchumba wake wote wako nyuma yake wakimsupport. Kwenye kukusanya evidence ikabidi basi awape marafiki zake location ambazo alikuwa ili basi ionyeshe kwamba siku hiyo hakuweza kuua mtu kwa ubizi aliyokuwa nao. Basi wakakusanya na picha, ushahidi, mashahidi hadi footage za CCTV kusupport dai la mtu wao, na kila kitu kikaa kama Tae-jong alivyosema. Mpaka hapo Tae-jong mechi yake ilikuwa ishaanza 3-0. Hadi lawyer akawasifia sana kwa jitihada zao. Basi siku ya kusikiza kwa kesi yake ikafika na Tae-jong na timu yake kwa kifua mbele wako pale wakijua swala alishaisha mpaka hapo. Maana ushahidi alionao una support dai la kwamba yeye ni delivery man tu, asingeweza kufanya kitu kama hicho. Basi kesi kaanza kunguruma na kweli aliyosema bwana mdogo ndo yale wakili mwingine anayosema yako sahihi kabisa, lakini hiyo ratiba yake ikawa ina matubu kwenye baadhi ya maeneo. Alideliver package kwa mtu lakini alikaa dakika 7 nzima. Ni nani ambaye anadeliver mzigo kwa dakika 7? Jamaa anasema kwamba alitaka kutumia lift ikawa na kamzuzu, kwa hiyo akaamua kupanda kwa ngazi tu kufikisha mzigo, lakini pia aligundua kwamba ua limekaa vibaya, hivyo akaamua kulirekebisha eneo ili liweze kukaa vizuri. Hiyo ndio sababu alitumia dakika nyingi sana kudeliver mzigo. Sawa. Na hapa ambako CCTV inakuonyesha anabeba mabegi ambalo haionekani ukilifanyia delivery. Anasema alikuwa akimsaidia mzee mmoja kulipandisha kwenye kimlima, maana alikuwa ni mzee sana, asingeweza kufanya yeye mwenyewe. Wakili anaambia sawa, begi hilo ndio lilotumika kusafirisha mwili wa dada aliyofariki na ilipatikana karibu na mwili uliotupwa. Tae-jong akaishia kuchanganyikiwa tu zaidi. Hajakaa sawa, anaulizwa kwa nini alikuwa na simu ya mtuhumiwa.
Anasema yeye hajui lolote, kumbe ile simu aliyopokea ilikuwa ya huyo bidada aliyofariki. Taejong kusema za ukweli anasema ukweli wote ambao anaujua, lakini mahakama inaamini kwa uthibitisho huo yeye ndo aliyomuoa dada. Alafu juu ya hapo ushahidi mwingine tena ulioonekana kwamba sehemu ambapo unyama huo ulifanyika Taejong alipeleka delivery siku hiyo hiyo, na pia baadhi ya viminika vya mwili wa Taejong vilikutikana hapo pamoja na bangili yake aliyokuwa amevaa. Taejong licha ya yote hayo anasisitiza kwamba yeye ni mweupe kabisa, hajafanya lolote. Mahakama ikaona anafanya utani, hivyo akachukuliwa na kurudishwa kwenye selo huko. Siku kadhaa mbele Suji akamtembelea na kumpa taarifa kwamba lawyer wake ameamua aachane na hiyo kesi, maana imekuwa nzito kama kesi ya uhaini. Lakini kufika wakati huu Suji naye alikuwa kama vile ameanza kumdoubt jamaa, maana kama mpaka bangi aliyompa ilipatikana kule, basi jamaa anaweza kuwa kweli muuaji. Taejong kinyonge sana akachukuliwa na kupelekwa gereza la watu ambao walishindikana na wenye adhabu nzito sana sababu ya makosa ambao wameyafanya. Lakini imekuwaje evidence ziendane kabisa na matukio ya Taejong? Ni nani hasa aliye nyuma hii scheme ya kumsingizia jamaa? Na je, Taejong ndiye the manipulated? Basi maisha ya gereza yakaanza, na hapa tuonyesha utaratibu wa kila siku gerezani, ambapo Taejong hubidi kuupitia kama wengine tu. Muda si mrefu public lawyer anaitwa Kim Sang-rak anakuja kumwona Taejong, anasema kwamba aliona kesi yake na akaona ni ya kutilia mashaka, kwani kuna vitu haviko sawa kabisa, na anaahidi kumsaidia. Taejong kumpa details pale wajue kwamba wanaanzia wapi. Anasema tu anakumbuka aliangusha bangili yake chumbani kwa Taejin alipokuwa anataka kuumzika. Hivyo Sang-rak anataka kumtembelea Taejin apate japo lolote la kujua ili ajue kwamba anamsaidiaje Taejong. Taejong huko yeye akawa anaanza kupata matatizo, mara anaburuzwa hadi kwa bosi wa magereza, jamaa anaitwa Yodoksu. Lakini muda mwingine akawa anapigwa sana na wafungwa wengine. Sielewa issue kama hizi utoki hivi hivi. Wakili naye alipokuja akaja na habari mbaya kwamba mdogo wake Taejin aliishia kujiua tu na kuacha barua iliyosema kila kitu kilikuwa kizito sana kwake kuhandle. Maana hata wazee wao nao walikuwa wameshafariki. Taejong angeishia kuvunjika moyo sana, maana marafiki hawawezi msaidia, mchumba wake ameamua kumwacha tu akihisi kwamba anadanganya, na sasa mdogo wake amefariki. Ni kama hana mtu wa kumtegemea tena. Mambo hayo yote yakasababisha na yeye kujaribu kujitanguliza kwa Muumba mara kadhaa. Lakini siku moja akatembelewa na mfungwa mwingine anaitwa Yongshik, ambaye ni mhudumu wa kanisa la magereza hapo. Anamkaribia kijana, anampa faraja na kumwambia ajishughulishe na kutafuta njia za kuishi hapo gerezani. Baada ya hapo Taejong basi akapata moyo wa kusonga, akaanza kufanya mazoezi, kusoma vitabu na hata kuhudumia bustani. Lakini hiyo haikufanya uolevu uishi, na vipigo vikawa pale pale. Lakini Taejong akanuia kukomaa, hata akapata vyeti kadhaa kutokana na masomo anayofanya. Ikafika hatua akaanza kusoma na Biblia kabisa. Basi maisha yakasonga ya Taejong pale gerezani mpaka sasa ni miaka 5 baadaye. Tunatambulishwa kwa jamaa mmoja anaitwa An Yohan, mtu wa ajabu sana ambaye bado hatujui kwamba issue yake ni nini hasa, lakini ana setup kubwa sana ambayo inampa access kwa maelfu ya kamera za usalama. Alafu kwenye simu anaambia mtu anayelonga naye kwamba atalishughulikia hilo swala. Gerezani huko Taejong sasa amezoea maisha tayari, ameshakubaliana na fate yake. Hata kuna mlinzi mmoja pisi sana akawa na mazoea naye, hata anaomba basi atunze moja ya mimea yake. Baadaye rafiki yake Yongshik anamwendea na kumpa Taejong keki, kisha anamuuliza kwamba muda wake umeisha na anatoka siku za mbeleni. Hivyo Taejong akamshukuru sana kwa msaada na maneno ya ukarimu aliyompa akiwa pale gerezani, kisha wakaagana. Taejong kisha akachukua nafasi ya Yongshik kama mhudumu pale madhabahuni. Siku zimesogea, akaja mfungwa mpya, utaratibu ukawa ule ule, kupigwa vya kutosha. Taejong basi akajaribu kumpa keki na Biblia ambavyo Yongshik alishaye kumpa. Ndio jana kueleza hadithi yake, Taejong anashangaa kwamba mzigo ni ule ule kama kwake. Ndio anasema yani, nisingepeleka ile simu kwa wale waliopoteza nisingekuwa hapa. Alafu juu ya hapo anamwambia kwamba kuna wakili alikuja kunisaidia, lakini siku kadhaa akaja kuniambia kwamba mama yangu ameshajiua sababu yangu. Taejong ananiambia samani, anaitwa nani wewe umesema? Ndio anasema anaitwa Kim Sang-rak la Lake. Taejong akakumbuka ndo ile ile mbwa. Kumbe ilikuwa anachezea akili, lakini akusema chochote kwa dogo, maana hataki ampe pressure. Lakini haikusaidia, maana asubuhi yake kijana alikuwa amefariki akiwa amejisuffocate kwa kutumia kurasa za Biblia ambao Taejong amempa. Taejong ikabidi basi awasiliane na Kim Sang-rak, akajifanya ana taarifa mpya, kisha akamuuliza habari kuhusu huyo mfungwa mpya na kumuuliza jinsi alivyomharibia maisha yake. Kijamaa gundua kwamba kimekamatwa, basi kikakubali kwamba yeye ndo aliyemuua Taejin na Taejin hakujua yeye mwenyewe. Pia na mama huyo mfungwa yeye ndo aliyemuua. Anapoondoka Kim Sang-rak anampigia simu mtu na kumwambia kwamba wanahitaji kufanya clean up. Taejong naye akaamua kwamba enough is enough. Anaambia kasisi wa gereza kwamba hawezi tena kuwa msaidizi wake, kisha akachomoa msumari kwenye moja ya viti vya pale kanisani. Uraiani huku inaonekana mnalo unafanyika.
sanamu ya msanii anaitwa Aled ndio huko kwenye kunadiwa ili wenye sasampa zao waweze kupita nao. Yohani tuliyemwona mwanzo kumbe ni mmoja wa madoni hapo Korea. Sema yeye anafanya mchakato huo mtandaoni. Ananunua kipande hicho, anashindana na mwenyekiti Shin Myung Ho. Jambo likaenda, ulipofika wakati wa mapumziko, Yohani anapigiwa simu na mwenyekiti. Kumbe mwenyekiti Shin anajaribu kupata sanamu hiyo kwa ajili ya kumpa Yohani. Na hivyo akipanda bei mtandaoni basi na jamaa naye anabidi apande bei tu, hana namna. Ili basi aweze kidhi takwa la Yohani. Kwa nini? Sababu hiyo ni malipo kwa Yohani, sababu alimkinga mtoto wa mwenyekiti kutokana na matatizo fulani. Dau likapanda mpaka likafika hatua mwenyekiti akabidi kununua sanamu ile kwa bilioni 6 won. Mpaka watu wakawa wanashangaa kwamba jamaa anapopanda bei hivi ni sanamu hii ama kuna jambo lingine ambalo jamaa analijua afisi atulijua. Yohani mwisho wa siku basi akapokea sanamu hiyo na kuongeza kwenye mkusanyiko wake mkubwa sana wa sanamu ambazo zote zinajumuisha collection ya jamaa anaitwa Aled. Kisha anamuita mwenyekiti na kumwambia kwamba mbuzi wa kafara aliyekubali kuanguka kwa ajili ya mwanae alikuwa amefariki huko gerezani. Huyu ndiye mtu yule yule aliyejiua kwa kurasa za Biblia kama wakumbuka. Sasa wakati wa mkutano wa kampuni siku inayofuata, Yohani anapigiwa simu na Kim Sang-rak ambaye anamwambia kwamba anahitaji mambo kusafishwa. Gerezani vijambo vinaendelea. Wanaume wa Yeok-soo wanajaribu kumpiga Tae-jong tena. Wakati huu Tae-jong anahakikisha kuwapa dozi yao na kumwonya Yeok-soo aweze kumwacha. Uraiani huko Yong-shik anaendesha karakana kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Binti yake anaitwa Eun-bi anaingia dukani na kuchukua pesa kidogo alizonazo. Ni wazi kwamba wawili hawa hawana uelewano mzuri kabisa. Punde kasisi kutoka gerezani anafika pale na kumwambia Yong-shik kwamba Tae-jong amerudisha Biblia ile ambayo alimpatia. Yeok-soo gerezani kafura sana sababu ya kiburi ambacho dogo Tae-jong amemuonyesha hapo majuzi. Punde mfungwa mwingine anaitwa Gang Jae anawasili, naye anapenda sana michezo ya kunyanyasa watu ndani. Na wawili hao ni mahasimu wakubwa sana. Hivyo kila mtu ana genge lake. Wawili hao wanasalimiana lakini kinafiki tu. Kisha Yeok-soo anapelekwa kukutana na mlinzi mkuu ama warden wa gereza ambaye naye anamwomba apunguze moto kwa muda. Anasema wanachunguzwa kutokana na tukio la mtu kujiua hivi karibuni. Badala yake mlinzi anapea Yeok-soo kwamba atampatia wahalifu wawili masimpo sana kwenye seli yake ili kulipia kwa muda huo ambao anabidi akae kimya. Yeok-soo anakubali, lakini baadaye tu anaambia mmoja wa watu wake amshambulie Tae-jong. Kasau yote ambao ameshaambiwa na warden. Yong-shik anamtembelea Tae-jong na kumuuliza kama kila kitu kiko sawa. Tae-jong anakiri kwamba amepanga kutoka gerezani. Kumbe mpaka hapo Tae-jong ametathmini kwa uangalifu kwamba facility hiyo na kuamua kuwa atatoroka wakati wa mabadiliko ya zamu za walimu. Ana muda wa nusu saa tu ambapo anaweza kutoroka, lakini kwa hilo anahitaji kupewa kazi ya usafi katika zone B ya gereza. Jioni hiyo Jin Yong anapewa jukumu la kufanya usafi katika seli ya Tae-jong. Anajaribu kumuua lakini Tae-jong anamshinda kwa urahisi tu. Siku iliyofuata Tae-jong akakaa chini na Yeok-soo na kumwambia aache mchezo wake, lakini Yeok-soo anakataa na kuanza kumshambulia Tae-jong. Lakini mlinzi mmoja akampiga laser gun na kisha wakampeleka kwenye solitary confinement akae mwenyewe, ambayo kumbe ilikuwa ni mpango wa Tae-jong kabisa tangu mwanzo, ili jamaa basi asiweze kumwingilia kwenye mpango wake wa kutoroka. Basi baada hapo akafanya vinjia vyake ili aweze pata namna ya kuwa moja ya cleaners pale kwenye zone B ili aweze kutoroka. Muda wake ukifika akapangilia kila kitu chake vizuri kwa ajili ya kutoroka. Shida aliyoipata sasa siku hiyo ilikuwa ya watu kupigwa chanjo, na tayari Yohani amepanga mtu atakayekuja kama daktari alafu ampige sindano ya sumu Tae-jong aweze kufariki. Sasa wakati kila mtu anaenda kwenye chumba cha wagonjwa kwa ajili ya chanjo, Tae-jong akabaki nyuma katika eneo la karakana ya mitambo ili kurekebisha engine moja ya gari la mlinzi. Mlinzi alipoondoka kwa ajili ya chakula cha mchana, Tae-jong akatumia zana za karakana kuchonga funguo kutoka kwa umbo alilotengeneza kwa kutumia ule mchoro uliojiweka katika sponji alipokanameza funguo ili umbo liweze kujitokeza pale. Akimaliza shughuli yake sasa anarejea kwenye seli yake mpaka muda wa kutoroka akajikuta kwenye majanga ya jamaa anaitwa Gang Jae na watu wake. Wanamletea giza pale. Gang Jae anaofa waungane ili aweze kumangusha Yeok-soo. Lakini Tae-jong akagoma. Jamaa anaambia usijali, take time kufikiria afuta niambie. Kule kwenye seli yake amefika akakuta mlinzi anamsubiri. Anaambia kuna fight kubwa sana imeandaliwa siku inayofuata na anatamani sana Tae-jong aweze kuwepo, maana hayo mambo anayamudu sana siku hizi. Kwa nini? Hamwambii hivyo kwa sababu ya mapenzi, bali sababu amembetia hela nyingi sana, na hivyo anaambia kwamba amemtuma mtu mwingine kuchukua chanjo badala yake, yeye ajitulize tu na ajifue kwa ajili ya kesho. Siku ilipofika, ofisa akampeleka Tae-jong kwa ajili ya mechi ambapo kundi kubwa sana la wababe wa gereza watapambana mbele ya warden wa gereza. Lakini Tae-jong anapanga ku prison break na tayari ni 9 alasiri. Bado kama dakika 30 tu. Hivyo akampiga jamaa chap chap
na kuondoka zake. Lakini akaishia kulaza vichwa tu, vikwazo vikawa vingi. Afisa Yang naye amegundua kwamba hakupigwa chanjo, hivyo akamleta daktari kwenye seli ya Taejong kabisa. Daktari anamdunga sindano safi, sema hii ilikuwa ya rangi ya pink, tofauti kabisa na zile ambazo wengine walikuwa wamepigwa. Wakati huo muda wa Taejong wa kutoroka ukawa unaendelea kuwa mfupi. Jamaa akicheki muda wake unazidi kupungua sana tu. Kwa episode ya Aisha, daktari anampiga sindano jamaa, lakini Taejong akiangalia muda wake aona ni muda ambao unaishia kabisa na amebakiza sekunde chache tu kwa ajili ya kufanya shughuli yake ya kutoroka. Sasa baada ya hiyo shughuli daktari akaondoka, lakini njiani akatuma ujumbe mfupi kwa mtu akisema kwamba shughuli itakuwa tayari baada ya kama dakika 30 hivi. Baada ya hapo Taejong akatumia ule msumari aliotoa kanisani, kisha akatengeneza kashoti kana namna fulani kwenye ume. Basi kabidi walinzi watoki kuangalia kwamba ni nini ambacho kinaendelea. Wanapotoka jamaa anatumia funguo alioichonga kuingia kwenye storage room na kuiba nguo za kiraia kutoka katika eneo la kuhifadhi vitu, kisha akazivaa juu ya sare zake za gereza, alafu huyo akaanza shughuli zake za kutoroka. Sasa akiwa kwenye harakati zake za kutoka, ghafla akaanza kuhisi maumivu makali sana ya kichwa, lakini akaamua kukomaa hivyo hivyo na kwenda kwenye chumba kingine, kisha akapanda kwenye venti za hewa. Nje ya gereza huku afisa Yang anamuona Yongshik akisubiri kitu hivi, ama akiwa kama anamsubiri mtu. Yeye akahisi kwamba jamaa amekuja hapo kumuona mtu, lakini ni kwa nini yuko nje? Na mzee anasema kwamba ni hakika, sema alichelewa muda wa kutembelea watu ndio maana ana hang hapo. Ndani kule Taejong akafanikiwa kufika mpaka nje ya kituo cha polisi ambapo raia wamekaa wanasubiri wahudumiwe. Akafanikiwa kufika mpaka nje ya gereza, lakini ghafla kizunguzungu kikamwanza, jambo lilosababisha aishie kuanguka tu. Kutoka hapo sini inahamia mpaka kwa tajiri Yohan. Anakuja na mpango mpya wa kujifurahisha kupitia mchezo wa kuuana. Anamwambia na msaidizi wake ambaye huwa anasapoti sana huu ukatili wake ambao anaufanya. Anaambia awasiliane na watu wa Wizara ya Sheria afanye nao mchakato ili uweze kuwa rasmi kabisa. Kutoka hapo akaenda gerezani, maana jambo lake lazima lipate watu ambao wako na shida sana na hela kiasi kwamba wako tayari kujua. Kwa sababu hiyo mlinzi wa gereza akatembelewa na kamishna wa polisi ambaye anamtambulisha kwa tajiri anaitwa Yohan. Yohan anampa mlinzi pendekezo fulani kuhusu huo mchezo pamoja na mfuko wenye vipande vingi sana vya dhahabu. Anaambia mlinzi amtumie wauaji, wabakaji na wezi waweze kucheza huo mchezo wake. Gerezani huku afisa Yang anaangalia picha za CCTV na kufuatilia mwenendo wa Taejong alipokuwa akijaribu kutoroka hapo katika gereza. Utagundua kumbe Taejong hakufanikiwa kabisa kutoroka. Anaamka katika chumba cha wagonjwa ambapo daktari halisi anaambia kwamba alikuwa na sumu ya panya katika mwili wake. Inavyoonekana kumbe vitamin ambayo Yongshik alimnunulia ilifanya kazi kama dawa ya kuneutralize sumu, hivyo hilo jambo likamfanya aweze kupata muda wa aweni. Na hata pale nje aliyemkuta ni kasisi, ndo akamwaisha mpaka hapo akapata msaada. Lakini walinzi wakawa wanaficha ficha kile ambacho kimetokea, sababu kingeonyesha kwamba kuna dosari katika ufanyaji kazi wao. Afisa Yang baadaye akamfuata Taejong na kumkasirikia sana sababu ya kile ambacho amekifanya. Anaambia kwamba yeye anamtendea mema kila siku na kumtreat vizuri, lakini yeye ameamua kumlipa kwa kutaka kutoroka. Basi atafanyaje sasa? Warden naye akamwachia Doksu kutoka kwenye confinement mule. Kama wakumbuka vizuri, alipelekwa sababu ya kumpiga Taejong, kisha anampa maelekezo kwamba asifanye fujo tena ili mambo yaende sambamba, ukizingatia pia kwamba kuna dili nono sana linakuja. Lakini asikilizi. Kutoka hapo tu anawakusanya watu wake na kuambia wamshambulie Taejong katika chumba cha wagonjwa mahututi. Wamefika mule, mapigano yakaanza. Afisa Yang kugundua kwamba kinachoendelea ni nini, akaamua kupiga basi alamu ili askari waje. Walinzi wakafika pale na kuanza kupambana na wahuni wa Doksu. Taejong naye anazichapa na wengine akawavuruga sana. Hatimaye sasa ikawa ni pambano kati ya Taejong na Doksu. Licha ya kudungwa kisu mara nyingi, Taejong akafanikiwa kumdunga Doksu na kumkata sikio. Taejong basi ndio ikabidi achukuliwe na kupelekwa kwenye solitary confinement kwa zamu hii, ambapo huko anapata vision ya Taejin ikimjia mara kwa mara na kumlaumu kwa kifo chake. Hivyo mwanaume huyo akaisha kuomba msamaha tu huko akiwa analia sana, akisahau kabisa kwamba hiyo ni vision tu. Muda si mrefu Taejong na wafungwa wengine wanachukuliwa kwa nguvu kutoka kwenye seli zao na kusafirishwa kwa malori hadi eneo tofauti. Wanapoamka, Yohani anawatoa nje na kuambia hii ni nchi ya fursa. Sawa, ni flashback ya miaka 5 nyuma. Mwanaume mmoja anaitwa Baekdokyeong anamuona Yong, kisha anampigia babake akiomba msaidie. Upande mwingine, watu kadhaa wakiwa kwenye suti wanaattend tukio la kusherehekea uwekezaji wa taasisi inaitwa GA Investment ambayo imeshinda mnada wa kuwa in charge kama kampuni itayodili na data security za nchi ya Korea. Watatu kati yao lakini wanaonekana kuitukana sana kampuni hiyo na kuibeza kwa jinsi ilivyoshinda dili hilo kwa kutumia ujanja. Yohan anaenda pale na kuweka wazi kwamba kiini cha kampuni hiyo kilikuwa usalama wa data kila wakati na itabaki kuwa lengo lao kuu. Ndo watu sasa kushangaa kwamba kumbe huyu dogo ndo mkurugenzi wa kampuni. Mtendaji mmoja akamnyeshia kidole kwamba Yohani amepata dili kwa wizi. Hivyo basi muuaji mmoja wa Yohani akaishia kumkata kidole, alafu hicho kidole Yohani akakichukua na kuongeza kwenye collection yake ya sanamu. Kisha anapigiwa simu na mbunge anaitwa Baek.
ambaye anataka kumtoa Do Kyung kwenye matatizo alafu kwa kumlipa. Yohani anaambia mbunge amnunulie kazi ya sanaa. Baada ya makubaliano, Yohani anaingia kazini. Timu yake ya wasafishaji wanaenda kwenye eneo la uhalifu na kuweka kamera zinazomruhusu Yohani kuweza kupaona mahali hapo na kumtafuta mtu ambaye atakuwa kama scapegoat. Wanaweka mwili wa Na-young kwenye maji ya uvuguvugu kwenye bathtub yake, alafu Yohani yuko busy anatafuta mtu wa kumsakizia hiyo kesi kupitia mamilioni ya CCTV kamera ambazo ana access nazo. Hapo sasa ndipo Tae-jung anapopatwa na janga. Yohani kwa ukaribu akaanza kutafiti rutini ya Tae-jung na hata anaambia wafanyakazi wake wakusanye DNA yake ikiwa ni pamoja na kondom iliyotumika asubuhi baada ya Tae-jung na mpenzi wake kulala pamoja. Akaweka mmea uliokauka katika jengo ambapo Tae-jung kupeleka chakula hiki kuhakikisha kwamba atatumia muda mwingi sana ndani, na pia anatengeneza nakala ya bangili yake. Kila kitu kinaenda sawa kama jinsi ambavyo anakitaka. Tae-jung akamatwa. Kumbuka hii yote ni flashback ya kuelewa kama tumefikaje hapa. Wakati wa sasa wafungwa wanafika katika eneo la Yohani huko, wanapokelewa na karamu ya kifahari sana na kupewa vyumba binafsi vilivyoandikwa namba. Tae-jung yeye anakaa katika chumba namba 9. Ingawa halali humo, badala yake anatoka kisiri na kujaribu kutafuta njia ya kutoroka. Sema kwa kusikitisha, anakamatwa na Yohani mwenyewe. Yohani anaambia kwamba kutakuwa na mechi siku inayofuata na zawadi maalum sana itatolewa kwa mshindi. Anaporudi chumbani kwake, Ji-young, mtu anayejaribu kumuua Tae-jung, anampeleka kumwona Do-ksu. Wamefika pale, watu wa Do-ksu wanataka kumshambulia. Walinzi wa Yohani wanawalazimisha kuacha hayo mambo. Asubuhi wafungwa wanaitwa nje. Yohani anaambia kwamba watakuwa kishiriki katika mbio za magari. Mmoja wa wafungwa anapopinga kitendo hiko, Yohani anampiga risasi na kumuua. Yohani anafichua kwamba pesa zawadi kwa mshindi ni shilingi bilioni 5 kisha tunamwona Do Kyung na mwanaume mwingine wakiwasili. Yohani amewalika rasmi wauni wake waje kutazama hiyo game ambapo watu katika resi hadi wana ruhusa ya kuweza kuuana. Yohani akawakaribisha na kuambia kwamba mbio hizo za magari ni kama fungulia dogi, kwani hakuna sheria zozote zile ambazo zimewekwa. Yaani anapanga kugeuza hili kwa aina ya burudani na kuwaruhusu wacheza kamari kuweka dau kwenye dark web na kufurahia damu za watu zikimwagika. Kisha anatumai kwamba wazo lake hili atalipeleka kimataifa na kuliweka katika nchi tofauti tofauti ili matajiri waweze kuenjoy vitu fulani vya design hii. Anyways, kwa wachezaji kule ni muda wa mlo, wanapiga menyu ya kifahari, kila pocho ambalo linahitajika limo mule ili waweze kukaa fit kwa ajili ya race. Wakiwa hapo, Ji-young anamkaribia Tae-jung na kumwambia kwamba wawe partners. Anajua kwamba Tae-jung ana leseni ya ufundi wa magari, hivyo akiwa naye karibu, basi masuala ya upgrade ya gari atakaa sawa kabisa, hatakuwa na wasiwasi wa nguvu ya gari na mambo kama hayo. Na wengine pia wakanajaribu kuform alliance ili waweze kusurvive kwenye race hiyo. Gang Jia yeye ndo akaamua kabisa ku upgrade game lake, akafika kwa bosi Yohani akaanza kumpamba pale na sifa kibao, kisha anaambia bosi amtumie vizuri wa partners wa long term kabisa. Yohani akacheka sana kwamba real life kama yeye ataleta nini kwenye meza. Kisha anaambia kwamba atalifikiria hilo jambo. Do-ksu naye akakutana na Yohani na kumwambia kuwa yeye tamanio lake ni kumua mmoja wa wafungwa. Yohani anaambia mzee, uweza fanya chochote kile ambacho wakitaka. Hii sehemu ni sehemu ya fungulia dogi, nishasema. Umesahau. Wakati huo Tae-jung akawa yuko anaangalia gari la Ji-young kuona kama kuna upgrade yoyote inaweza fanyika. Mara huku mmoja wa wafungwa anaiba gari la mfungwa mwingine. Gang Jia ndo kutambua kwamba wanavyosema kwamba hakuna sheria ndo hivi. Na ubaya Yohani alitoa magari tofauti kwa kila player. Yaani unaweza kukuta mwenzako ana BMW M3, una kiviti chako tu kimekaa kwa hapo. Sasa muda si mrefu Jae anagundua kwamba gari ya Ji-young ni gari ya race. Hivyo wakafikia kuliiba. Ikabidi basi Tae-jung na Ji-young waondoke, huku Do-ksu na Gang Jia wote wakiwafuatilia kwa nyuma. Yohani akawa na wafungwa tayari wanaanza kufukuzana, lakini anaambia walinzi wake waache tu iliwe na liwalo wabaruzane. Baada ya magari yote matatu kugongana, Yohani ndo anaambia sasa watu wake wasimamishe mapigano, maana watu walikuwa wameshaanza kumwagiana moto. Kwa bahati mbaya, gari la michezo la Ji-young lishaanza kuwaka moto. Asubuhi yake Tae-jung anamtembelea Yohani kule ofisini kwake Haitawa. Tae-jung kumbe alikuwa pale kusoma escape route yake. Anaangalia vizuri eneo linalozunguka na akaona kipande kirefu sana cha barabara ambacho bila shaka kinaingia town. Tae-jung anamuuliza Yohani kwamba kwa nini anafanya hivyo, na Yohani anasema kwamba ni kwa ajili ya kujifurahisha tu. Usiku huo Tae-jung anafanyia kazi gari lake na kuongeza kinga ndani yake, ikawa kama Mad Max fulani hivi, maana ukikaa kizembe tu unaulamba wachue. Asubuhi inayofuata anasikia mmoja wa wafungwa akisema alibadilisha injini yake na kuweka injini ya turbo. Wakati huu Yohani anawasiliana na Gang Jia na kumwambia anakubali ofa yake, hivyo amemwachia zawadi kwenye gari lake ili kufanya mbio ziwe interesting kidogo. Kumbe Yohani aliamua kumtumia kama chambo tu kuchangamsha mchezo, wala sio kwamba alikuwa na nia yoyote na jamaa. Maana anachoamini yeye ni kwamba mpaka race inapoisha wote watakuwa wameshafariki. Baada si mrefu magari yote
yakatoka na kuelekea kwenye uwanja wa mbio za magari. Yohan anatangaza kwamba mtu wa kwanza kukamilisha mizunguko 20 ndiye atakuwa mshindi. Mbio zinaanza na mtu mwenye injini ya turbo ndiye ambaye anakuwa wa kwanza kupoteza gari lake, huku likiishia kuwaka moto tu. Gang Jae na Doksu wanaishia kulizunguka gari la Taejong, lakini wanashangaa kumkuta Jong huko ndani. Inageuka kwa kumbe Taejong yuko ndani ya gari namba 11 ambalo halijapita kwenye njia ambayo wengine wameenda. Kumbe jamaa aliswap gari bila hao waone kujua. Ikabidi basi kadroni katumwe ili kuangalia kwamba Taejong anafanya nini. Taejong then anatoka pembeni na bike. Hapa ndo Yohan naye anakumbuka kwamba Taejong ndiye mtu aliyemchuma afya jela kwa sababu ya kosa la mtu mwingine. Hatimaye Gang Jae basi akafungua zawadi ya Yohan iliyoko kwa ajili yake, ambayo kumbe ni bunduki. Yohan akaanza kumpampu amfuate Taejong aweze kummaliza. Gang Jae anamfuata Taejong, lakini Taejong alikuwa anatumia mnyororo mmoja kuburuta silinda ndogo sana nyuma yake, ambayo akatumia kugonga moja ya matairi katika gari ya Gang Jae na kuangusha gari yake. Yohan sasa akaamua kutangaza mabadiliko katika sheria. Anasema kwamba yeyote ambaye ataweza kumkamata mtu aliye kwenye bike basi atakuwa ndo mshindi. Kila mtu basi ikabidi aanze kumfuata Taejong. Wakaishia kumchoma kisu na kumgonga na magari, lakini akabado yuko hai. Yohani akaamua kuchukua sniper yake na kuanza kumpiga risasi Taejong. Taejong akafanikiwa kupanda bike, kisha akatumia kimtungi chake cha gesi kuharibu drone ya Yohani. Episodi ya 7 ya The Manipulated inaanza. Taejong anatoka kwa pikipiki kutoka lile eneo ambako Yohani walifungia. Anaosha zake mpaka ufukweni, anaiba nguo kutoka katika nyumba ambayo iko karibu na kukimbia kuelekea mji. Hata hivyo ameumia sana na karibu azimie pale ambako anaelekea katika karakana ya ukarabati ya Yongshik. Kule uwanja wa ofisi, Yohani kuficha anamwambia Warden awaambie wakubwa wake kwamba wafungwa wengine walikufa kutokana na uvujaji wa gesi katika eneo hilo. Taejong naye kumbe alifanikiwa kufika kwa Yongshik. Anapoamka, Yongshik anaahidi kumsaidia kwa chochote kile ambacho anakihitaji. Hata anampatia simu ambayo kwamba hiyo ataitumia pale ambako atakuwa anahitaji kuwasiliana na mtu yoyote. Hatua ya kwanza ya Taejong ilikuwa kumfuata wakili yule anaitwa Kim Sangrak na kumpiga kisawa sawa kwa ujinga ambao ameufanya. Sangrak alipopigwa akakiri kwamba huwa wanafanya mtindo wa kumchagua mbuzi wa kafara na kumchoma kwa ajili ya uhalifu wa mtu mwingine. Na watu wanaofanywa kazi hizi ni watu ambao wana hela sana, na watu ambao wana vyeo vikubwa sana hapo nchini. Kwa hiyo kwa lugha rahisi ni kwamba ni watu ambao hawashikiki. Punde assassin wa Yohani anafika kumsaidia Sangrak. Hata hivyo akaishia kupigwa tu na Taejong na anaamua kuwaua yeye pamoja na Sangrak kwa kuwalipua. Sangrak anakufa katika moto, lakini Taejong anafanikiwa kuruka nje ya dirisha. Yohan lakini hakufurahishwa na jambo hili, badala yake akamua yule assassin kwa kufanya mambo kivyake. Taejong alipokuwa anatoka akakamata na faili la Sangrak ambalo lina taarifa kuhusu target mpya ya mbuzi wa kafara. Mwanamke fulani anaitwa So Hyun Jung, mwanamke ambaye atashtakiwa kwa uhalifu wa mtu mwingine kama vile ambavyo Taejong alivyofanyiwa. Wakati huo tunatambulishwa kwa mpelelezi anaitwa Huan ambaye anashangaa kuona mashtaka yake ya rushwa yamefutwa na jamaa anaitwa Yohani. Na kulipa huo wema, Yohani anamwomba amtafute jamaa anaitwa Taejong. Mpelelezi Huan anatembelea gerezani ili kuangalia seli ya Taejong, lakini kumbuka bwana mdogo alitoroka na hakurudi gerezani kabisa. Taejong yuko zake mtaani, ameamua kumfuatilia yule mwanamama ili kupata watu wanaomfuata. Kwa msaada wa Yongshik anatengeneza kamera za kispy na kuziweka karibu kabisa na saluni ya bibi huyo, kwa matumaini ya kwamba akiwapata hao watu anaweza jua sehemu ya kuanzia kuwatafuta wale wengine ambao ndio wanapanga madili ya design hii ama anapanga mikakati ya design hii. Siku moja binti wa Yongshik, Eunb, anafika pale walipo, akanachukua pesa kutoka kwa babake kama kawaida yake. Taejong akamtania kwamba ni mwizi, akamkamata, lakini Yongshik akarekebisha mambo na kumtambulisha kila mmoja kwa mwenzake. Mwanamama anamchukua Taejong pembeni na kumtaka alipe kodi ya nyumba, wakati jamaa yeye mwenyewe hapo anatumia pesa ambayo Yongshik amempa, kisha akampiga ngumi ya uso ili kijana ajue namna ya kujiheshimu katika nyumba zao. Sasa baadaye wakati Taejong anaendelea na ajenda zake, kupitia kamera alizoziweka anaona gari analolitilia mashaka karibu na saluni ya Yeonjung. Pia akaona kuna jamaa wa bike akimfuata dada kila muda na kila mahali ambako anaenda. Jamaa akawaza kwamba hiyo ndo itakuwa namna wanavyomsakizia mtu kwa kuzingatia ratiba yake na kujua atakuwa wapi kwa muda gani. Taejong akaamua kwenda kwenye saluni ya Hyunjung, lakini kufika wakati huu alikuwa ameondoka. Binti yake anaambia kwamba mama alipata simu ya mtu na ameenda kuirudisha huko ambako huyo mtu alitaka aipeleke. Ikabidi Taejong basi amfuatilie chap aweze kumuokoa. Huku nyuma afisa Yon na mpelelezi Huan wanafika nyumbani kwa Yongshik. Wanamweza kuhusu Taejong na kusearch kutafuta mahali hapo. Mzee anawasihi sana wasifanye hivyo, maana ni makosa kufanya search bila warranty, lakini pia bila kuwa na uhakika kwamba huyo mtu anahusika na kesi yoyote. Huan akalazimisha pale, akakuta bidada ya Eunb anavaa. Asianze kupiga kelele na kuambia waziwazi kwamba hawawezi kuingia ndani kwa nguvu, akaisha kuwafukuza tu. Yongshik nje anamwomba afisa Yon kwamba asimtembelee tena, maana hao wanaita shida tu akija. Yeonjung naye anarudisha simu iliyopotea kwa mwanamke mmoja
amevaa koti la kahawia hivi, ambaye amesimama karibu na kibanda cha chakula, anamshukuru pale kinafiki. Taejong anapita na simu nyumbani, anamuonyesha Young-sik simu na kueleza kwamba hii itakuwa ni ya mwathiriwa ambaye ameuawa. Taejong anapiga simu nambari iliyokuwa imepigwa ya mwisho kabisa kwenye ile simu na kumwambia mwanamke wa upande wa pili kwamba ampe pesa ili aweze kuipata hiyo simu yake kama anaitaka. Mwanamke huyo anambia basi bosi wake ambaye anakubali na kuambia watu wake kwamba waamue huyo mwizi baada ya simu kupatikana. Kisha tunamwona mwanamke huyo akisubiri barabarani akiwa na mfuko wa pesa taslim kwa ajili ya kumlipa Taejong. Maana wao mwanzo walihisi kwamba jamaa atakuwa ni mwizi tu, kwamba kaja kaipitia simu, sasa anataka hela alafu hiyo simu yetu atupe. Taejong anampigia simu na kumwambia ampe pesa taslim kwa delivery guy ambaye anasimama mbele yake. Baada ya kufanya hivyo, anaambia atapata simu yake juu ya baadhi ya visanduku vya barua. Mara tu baada ya mwanamke huyo kupata simu, Taejong akaanza kumfuata kwa bike aone kwamba anaishi wapi. Wakati huo huo, Yohani anagundua kwamba watu wake walikubali kumlipa mwizi huyo ili waweze kupata simu. Sema hilo jambo lilifanyika bila ruhusa yake, jambo ambalo linamkera sana. Yaani kama kuna tabia ambayo haipendi, ni tabia ya mtu kufanya vitu bila matakwa yake. Matokeo yake anaambia muuaji wake, dada mmoja hivi wa Kichina, amuoe jamaa aliyekuwa anasimamia hiyo shughuli. Anamchoma kisu kichwani, kisha Yohani anaambia aondoe uchafu, akimaliza aondoke zake kwenda kwenye shughuli nyingine. Taejong yeye bado anaendelea kumfuata yule mwanamke hadi kwenye ghala moja kubwa sana. Huko anaiba moja ya sare za wafanyakazi na kumfuata mwanamke huyo mpaka ndani kugundua kwamba kuna nini hasa humo. Akiwa mule anaona wafanyakazi wengine wakikusanya DNA na ushahidi mwingine kutoka kwenye vitu vya kawaida kabisa vya nyumbani. Anarekodi video kwenye simu yake kama ushahidi, lakini simu yake ghafla inaanza kuita. Ni Young-sik anampigia. Alipopokea anaambia kwamba muuaji yule wa Kichina anajaribu kumuua Hyun-jang. Muda huo ambako yeye yupo, wale jamaa walipomshtukia ikambidi kuwapiga wafanyakazi wote ili aweze kutoka sehemu hiyo. Kisha anakimbilia moja kwa moja kwenye saluni ya Hyun-jung na kupigana na muuaji yule wa Kichina. Taejong akafanikiwa kumzuia kwa muda wa kutosha hadi ving'ora vya polisi viliposikika. Ikabidi dada akimbie, mambo yasizo kuwa mengi hapo. Yohani huku anapata taarifa ya katrip kadogo ka Taejong kule kwenye warehouse yake. Punde anatembelewa na rafiki yake anaitwa Baek Do-kyung na baba yake. Huyu mzee ni mtu mzito sana serikalini, maana yeye ni mbunge. Anaambia Yohani aondoe mesi yote ya Taejong ifikapo mwisho wa wiki. Lakini Yohani ni mtu ambaye hapendi kabisa kutumikishwa. Yaani yeye ni mtu ambaye anataka afanye vitu kwa jinsi anavyotaka. Young-sik na Taejong wakaamua kuwachukua Hyun-jung na binti yake na kuwapeleka nyumbani kwa Young-sik. Kwa kuwa si salama hapo walipo, Young-sik anamwomba Eun-bi awaruhusu wakae katika nyumba ambayo anaishi pamoja na rafiki yake. Eun-bi anamwomba Taejong maelezo ya kile ambacho anakiona. Matokeo yake akaishia kushare namba yake ya simu kwa babake, jambo ambalo linamfanya Young-sik afurahi sana kwamba hatimaye mtoto wake ameamua kubondi naye. Maana yeye na mwanae ni watu ambao hawapatani kabisa, yani kama paka na panya. Watu wawili hao wanaporudi nyumbani wanaona ripoti ya habari kuhusu mpiga piano mkubwa nchini aliyeuawa, na inavyoonekana mshukiwa mkuu katika kesi hiyo alijiua naye. Taejong anarudi kwenye gala ambapo anakuta wafanyakazi wote wameuawa katika zamu hii. Pia anakuta kichwa kilichokatwa cha muuaji ambaye Yohani amemuua na bahasha yenye maelekezo juu yake ikiwa na kifurushi cha pesa ndani yake. Ghafla projector inawaka na kumwambia Taejong kwamba Do-kyung ndiye muuaji halisi wa kesi yake ambayo yeye alisingiziwa. Kisha inampa kidokezo cha wapi pa kuweza kumpata Do-kyung kwa kutoa username ya Instagram ya huyo jamaa ambaye anaitwa Do-kyung. Kipindi cha 9 cha The Manipulated kinaendelea na Taejong akiona mauaji katika gala ya Yohani. Yohani hata hivyo anamtumia maelekezo ya Do-kyung na kumwambia akaunti yake ya mitandao ya kijamii ili kuona kama Taejong atamfuatilia au la. Kupitia akaunti hiyo Taejong anagundua kwamba Do-kyung yuko zake Busan na anaamua kuna zake huko ili akutane na jamaa. Mahali pengine marafiki wa Taejong wanatembelewa na mpelelezi Huang pamoja na afisa Yoni. Wakati wawili hao wanaondoka, afisa Yoni anapiga simu na Taejong ambaye anamwambia kwamba anamtafuta mhalifu halisi na atathibitisha kutokuwa na hatia kwake. Mpelelezi Wang anapola simu na kusikia tangazo kutoka katika kituo cha treni cha Busan ambapo Taejong yuko kwa muda huo ambako walikuwa wanaongea na afisa. Kisha tunatambulishwa kwa jamaa anaitwa Seung-gyu, kiongozi wa genge la Busan anayemjua Baek Do-kyung. Do-kyung amewekeza kiasi kikubwa sana cha pesa katika klabu mpya ambayo Seung-gyu anataka kuianzisha, ambayo nayo bado anahitaji pesa zaidi ili aweze kuifanya hizo sasa kuanza rasmi. Anamtambulisha Do-kyung kwa dawa mpya ya kulevya, kisha Do-kyung anaambia aandae sherehe kwenye meli usiku huo. Kule kwenye karakana, Young-sik ana wasiwasi kuhusu Taejong. Eun-bi anapendekeza wafuatilie simu yake kwa kuwa iko na jina la Young-sik na wanagundua kwamba yuko zake Busan. Mpelelezi Huang naye anapata wazo hilo hilo na anapata simu zote mbili ambazo zimeandikwa kwa jina la Young-sik zikiwa ziko huko Busan. Hata hivyo,
tunaona kwamba afisa Yoni amepokea picha kutoka kwa Taejong ikiwa na nambari ya kabati pamoja na neno siri. Huku mwingine Yohani anaatendi huduma ya kumbukumbu kwa wazee wake waliofariki miaka kadhaa huko nyuma. Anko wake anafika pale na kumwambia kwamba asijilaumu sana kwa vifo vya wazazi wake. Lakini anapoondoka Yohani akamngonga. Baada ya hilo tukio, mmoja ya anti zake anaambia kwamba wafanye michakato ya share za mali mapema sana kabla mambo hayajawa mengi. Baada ya kila mtu kuondoka, nani wa Yohani anampeleka Yohani kwa ajili ya lunch, lakini hamjui ni akidai kwamba ana issue nyingine muhimu sana ya kufanya. Wanafamilia wa Yohani waliokuwa wamekusanyika kwa chakula cha jioni wakiwa wanaendelea na mlo, shangazi yake Yohani anamuuliza nani ikiwa Yohani anajua kwamba yeye ndiye mama yake halisi. Pia anamshutumu sana nani huyo kwa kumdanganya sana Yohani. Yeye hata hivyo anaeleza jinsi ambavyo Yohani alivyomfungulia moyo wake yeye tu kiasi kwamba Yohani alimiminia tindikali machoni na kumpofusha ili asiweze kumwacha. Kisha anamuua shangazi kwa kumchoma na kisu. Do-kyung na Seon-gyu kwa Busan wanapoingia kwenye boti ya sherehe, Seon-gyu anamuona jamaa ambaye kama hamjui hivi ambaye kimsingi Taejong akisubiri pale nje. Kisha anaingia zake kwenye boti kisirisiri na kumkabili Do-kyung akiwasha simu yake ili kurekodi confession ambayo bila shaka Do-kyung ataisema. Hata hivyo, walinzi wanafika haraka sana na Seon-gyu anamtoa Taejong nje. Nyumbani kwa Yohani, nani anaambia Yohani kwamba moto ulizuka katika nyumba ambayo familia yake ilikuwa ikila na kuua kila mtu katika sehemu hiyo. Kisha anapigiwa simu na Do-kyung ambaye anasema kwamba amekutwa na Taejong na anaomba arejeshiwe pesa yake maana imekeuka makubaliano ambayo walikuwa wamewekeana. Lakini Yohani hawezi toa hela hivi hivi, ni lazima afe na mtu. Huko Taejong akiwa amefungwa chumbani, Yonshiki akawa anawasili na binti yake na mapolisi nao wakawa wanafika. Seon-gyu analazimika kuacha polisi wapekue mahali hapo. Wakati huu Do-kyung akiwa amelewa na dawa za kulevya anaamua kumuua Taejong yeye mwenyewe. Hivyo anaamua ende zake kwenye mashua ambapo alikuwa amemweka na kukuta chumba kikiwa kipo tupu tu kwamba jamaa ameshatoroka. Kumbe Yonshiki alimpata Taejong na kumfungua mapema sana kabla hata mwenyewe hajafika. Wakiwa wanakimbia, afisa Yoni na mpelelezi Wang wanawakamata, lakini Eun-bi anamgonga mpelelezi na hivyo kuwawezesha wote hao watatu kuweza kutoroka. Siku iliyofuata afisa Yoni anaenda kwenye kabati ambalo Taejong alikuwa amemtumia ujumbe mfupi na kupata hati zenye taarifa kuhusu Do-kyung. Kwingineko, Seon-gyu anawatuma watu wake kuwatafuta Taejong pamoja na Yonshiki. Kisha Do-kyung anampigia simu Yohani na kumuuliza kama yeye ndo ambaye anahusika na kupanga yote haya, kwamba jamaa ampate na ammalize. Lakini wakati Do-kyung anawaza hayo, Yohani anakutana na wazazi wa Do-kyung kwenye mgawa. Akaanza kuzungumza na mama yake Do-kyung. Kumbe alikuwa na jina zake za siri pamoja na mume wake na mtoto wao, lakini anatafuta gia tu ya kuweza kuwajua zaidi kwamba hao ni kina nani. Usiku huo wanaume kadhaa waliovaa barakoa wanavamia nyumba ya Yohani kwa maelekezo kutoka kwa assemblyman, maana alianza kuhisi tu kwamba huyu dogo atakuwa na kitu sio bure. Hata hivyo, anachukua upanga kutoka katika moja ya sanamu zake na kuwakatakata sana wote hao jamaa. Katika nyumba ya rafiki yake Eun-bi, Yonshiki anaambia Taejong kuhusu maisha yake ya zamani. Alikuwa ni mlevi, mtu ambaye anapenda kuvuta sigara, mtu ambaye alikuwa hana mwelekeo. Sasa usiku mmoja alipokuwa akipigana na mkewe, alitupa sigara sakafuni na kuondoka nyumbani kwenda kupiga pombe zaidi. Aliporudi, nyumba yake ilikuwa ikiwaka moto na hakuweza kabisa kupata ujasiri wa kuingia ndani na kumuokoa mkewe. Hivyo polisi wakadhani kwamba yeye ndiye aliyewasha kwa makusudi na ndio maana akaisha kukamatwa na kukaa jela. Wakati huo, Yohani anatazama kamera footage za Yonshiki na Eun-bi na anajiuliza kwa nini hawa watu wanaamua kumsaidia Taejong. Yaani kuna love gani zaidi mpaka wao wamsaidie Taejong? Kisha Eun-bi anaelekea zake dukani kununua sigara, lakini akamkuta detective Wang dukani. Anaondoka haraka haraka, lakini mpelelezi akamtambua na kukiwasha king'ora. Mpelelezi na afisa Yoni wanaifuata ile baiskeli ya Eun-bi, lakini akafanikiwa kuwapoteza na kufika nyumbani kwa wakati. Mpaka wakati maafisa wanapofika, wanamuona Eun-bi pamoja na Yonshiki wakiendesha gari kuelekea kwa fundi ili kupata gari lao lingine. Wawili hao wanajifanya kana kwamba hakuna tatizo lolote ambalo linaendelea na wanadai kwamba hawajui Taejong yuko wapi, lakini kiukweli Taejong alitoroka na pikipiki mapema sana kabla hata watu hawajafika. Baadaye Yohani anakutana na Eun-bi na Yonshiki ana kwa ana na kuwauliza kama Taejong aliwalipa ili waweze kumsaidia. Wanasema hakuwalipa, na Yohani anapouliza zaidi hata kumtaja mamake Eun-bi, Eun-bi anakasirika sana na kujaribu kumpiga ngumi. Kutokana na ugomvi ambao ulifuata baada hapo, Yohani anawajeruhi Eun-bi pamoja na Yonshiki. Inaonekana kama ni mtu fulani ambaye anaweza masuala ya kupigana. Taejong yeye akafika kwa Do-kyung maana aliposti tena kwamba atakuwa kwenye sherehe mahali fulani, lakini ilikuwa mtego tu ili aweze kumkamata Taejong. Jamaa akafika pale akawa analazimisha sana Do-kyung kukiri ujinga aliofanya. Alipokuwa anagoma, Taejong akachumua risasi yake ya misumari na kuanza kuwacharaza watu wa Seon-gyu, kisha anaanza kupambana na Seon-gyu yeye mwenyewe. Taejong
akamwona Do Kyung yule anaondoka, akaamua kuanza kumkimbiza kwa kutumia pikipiki. Baada ya makimbizano marefu sana ya kutosha, Taejong akamaliza Seungbiu na kuchukua gari yake. Akalitumia hilo kumpush Do Kyung ambaye anaishia kuungana na lori tu. Taejong anajaribu kupata confession kutoka kwa Do Kyung anayevuja damu nyingi sana kutokana na ajali, lakini anakataa na anaishia kufariki tu. Hapo ndipo Yohani anapiga simu ya Do Kyung na Taejong anapokea. Hatimaye jamaa anatambua kwamba Yohani ni nani hasa. Yohani anampa pesa akiahidi kwamba atamrejeshia maisha yake yote katika hali ya kawaida. Hata anamuomba Taejong afanye naye kazi pamoja, maana ameanza kuona kama ni mtu ambaye ni potential sana. Lakini Taejong amejipanga kwenye shabaha yake na anamhakikishia Yohani kwamba ni lazima atamuondoa. Kama sio kumuondoa, basi ni lazima atahakikisha kwamba analipia kwa ujinga aliofanya. Simu kisha inahamia kwenye nyumba ya kifahari ambapo Yohani anamuua mbunge anaitwa Baek na msanii aliyekuwa naye. Wakati mbunge huyo anafariki, Yohani anakiri kwamba aliwaoa wazazi wake wote alipokuwa na umri wa miaka 16 tu, na sababu ni kwamba wangetoa mali hizo zote kwenye hekalu la Mungu badala ya kumrithisha yeye. Aliwachoma kisu zaidi ya mara 100 na akawa pia anacheka kwa sababu ya kusema hivyo. Kisha akamtuhumu mtu mwingine kwa uhalifu huo. Hivyo ndivyo haja gundua kwamba kumbe anaweza kufanya biashara ambayo atakuwa watu wakija pale na kesi zao ambazo wameua watu, anaweza basi kuwasakizia watu wengine kesi, alafu wakaenda mahakamani na gerezani badala ya wao, kisha wao wakawa wanamlipa. Episode ya 11 inaanza na Hwang akifurahi sana kwamba anapata kumkamata mtu. Tena sio mtu tu, mtu ambaye hampendi sana. Kumbe Yohani amefanya onekane kama vile Yongshik ndiye aliyemuua babake Do Kyung. Wakati huo Hwang hatimaye anatambua jinsi kila kitu katika ulimwengu wa polisi kilivyo cha udanganyifu. Yongshik amekamatwa na Eunb anafanya kila awezalo kuweza kuzuia. Lakini ni wazi kwamba hakuna anachoweza kukifanya. Yongshik haelewi jinsi kuna ushahidi wowote wa hata kufanya chochote kabisa. Tena kwa mtu mkubwa kama mbungeni, yeye na ulo life wake atakutanaje na mbunge mpaka amue. Lakini tayari tunajua jinsi mpangilio huu unavyofanya kazi kufikia mpaka sasa. Hwang anamsumbua zaidi Yongshik kwa kudokeza kwamba anamfanyia Eunb akamatwe pia. Lakini Yongshik anakuwa mkali sana kila anaposikia kuhusu masuala ya design na dhuluma kwa binti yake. Wakati huo Taejong anapata habari kuhusu kukamatwa kwa rafiki yake na anakimbia haraka kumfuata ama kumtafuta Eunb aone kwamba Eunb anaendeleaje. Lakini Eunb hapatikani hadi anaposikia sauti kutoka mlangoni. Kumbe alikuwa ni Eunb yuko pale akijaribu kusafisha michoro inayosema babake ni muuaji kwenye milango ya duka. Eunb haelewi ni kwa nini babake angechukua lawama kwa jambo ambalo hajalifanya kabisa, na Taejong hawezi kuelezea kabisa kwamba mambo anafanya kazi, lakini anaahidi kumtoa babake. Kwa upande mwingine, Yohani na yaya wake wanapanga mpango wa hatimaye kujireveal kama msanii wa vipande vyote vya sanaa vya jamaa yule ambaye anaitwa Aleris. So iko hivi, kumbe ile michoro ambayo watu hununua katika auction tena kwa bei ya juu ili kumpa Yohani kama zawadi ya kusolve vipengele vyao, yeye ndo ambaye anaidesign. Kwa hiyo kwa ufupi, watu humnunulia kazi zake yeye mwenyewe bila wao kujijua. Taejong na Yohani wanazungumza, anaambia ana nafasi moja tu ya kumuokoa Yongshik, lakini lazima achague kwa busara. Kimsingi ni mpango ule ule, anaenda kwenye kibanda cha simu. Wakati huu kuna hundi tupu na kisu ambacho Yohani alikitumia kumuua Baek. Sasa katika kumbukumbu tunaona kwamba ni kwa nini Eunb aligeuka kuwa mtu wa aina hii ya hasira kila muda. Babake alipokamatwa kwa mara ya kwanza hakutaka kabisa amtembelee gerezani na akafanya ionekane kama vile alikuwa akikata kabisa uhusiano na yeye. Hii ni jambo baya sana kwa mtoto kupitia, na alimpenda babake wazi wazi na kuamini kwamba alikuwa na hatia ya kifo cha mamake. Ndio maana kila wakati anaonekana kama anamchukia jamaa huyo, ingawa anamjali kweli kweli. Na alipotoka gerezani hakujua la kufanya akiwa naye. Pia hakuwa na makazi, lakini Eunb alifanya ionekane kama vile angeweza kukaa naye tu ikiwa angelipa kodi ya nyumba. Ni wazi anachojali sana ni usalama wake, japo hataki kukiri kabisa. Si alimkataa mwanzo, ndio maana ameamua afanye mambo kidesign. Eunb anamtembelea babake gerezani, anaambia mambo ya siri ambayo yanakufanya utambue kwamba atakubali kwamba yeye alimuua mbunge. Lakini akaishia kuachiliwa huru na Taejong amesema pale pale anabirikwa gerezani. Taejong akiwa gerezani, Yohani anafika, anaambia jinsi alivyokuwa akijiuliza kwa nini Yohani alikuwa akifanya haya yote, lakini akagundua kuwa ni mtoto tu. Yohani anapotoka nje anazungumza na mlinzi na kumwambia amuue Taejong haraka iwezekanavyo. Licha ya Taejong kuhitaji kuhojiwa zaidi, Hwang anamuuliza Taejong kwenye safari kwa nini alimpa vitu vyote kwenye kabati. Taejong anasema kwamba alimuona yeye kama mtu pekee angeweza kumwamini kufanya jambo sahihi, lakini Taejong pia anafichua kwamba amemaliza kukimbia na yuko sawa na ukweli kwamba angeweza kumuokoa Yongshik kwa kuisalimisha tu mahakamani. Cha kushangaza, Hwang anashika usukani dereva anapoelekea chooni walipokubaliana wapumzike, na anaendesha gari kutoka hapo alipo hadi sehemu nyingine. Hwang anamwachia Taejong aende sababu Hwang mwenyewe alisikia Warden akikubali Taejong aweze kuuawa akiwa gerezani, na hivyo ni dhuluma ambayo Hwang hawezi kabisa kuiangalia ikitendeka. Anaambia pia kwamba wakati mwingine
Watakapokutana anatumai kwamba hawatakutana gerezani na watakutana katika circumstances ambazo ni nzuri zaidi. Taejong anapokimbia kuvuka handaki, upande wa pili Yongshik na NB wanamsubiri. Hwan anaporudi gerezani baada ya kujiuliza amejiingiza katika mambo gani hasa kumwachia Taejong, akaisha kumpiga Warden kwa kuwa mwepesi sana na kushindwa kutekeleza majukumu yake. Wakati huo Yohani anawasili kwenye maonyesho yake ya sanaa. Hakuna mtu bado anajua kwamba yeye ndiye msanii halisi ambaye anachonga hizi kazi, ambaye watu wamekuwa wakisubiri sana kumuona katika kipande chake cha 100 ambacho kilikuwa kipigwa mnada katika tukio hilo. Taejong yeye akawa akiwapeleka Yongshik pamoja na MB nyumbani kwa mama yake, ambapo Yohani huenda asingeweka kamera zozote. Wakati huo afisa anamfanya Warden ampige simu Yohani na kumwambia kwamba Taejong alijiua katika safari ya kuja magereza. Hata hivyo, Yohani anaonekana kutambua kwamba mlinzi anatishiwa na mtu kwa namna jinsi ambavyo anaongea. Taejong na marafiki zake wanamchunguza Ali na kugundua kwamba mnada ulifanyika kila wakati alipokuwa na mauaji. Wanagundua kwamba sanamu hizo zilikuwa malipo ya kuficha mauaji yao. Kule gerezani, maafisa wa mambo ya ndani wanafika, lakini wanamchukua afisa badala ya kumchukua Warden. Warden anamwambia jamani, nilikwambia. Lakini siku iliyofuata mnada wa sanamu ya 100 ya Ali unaanza. Mlezi wa Yohani anawinda, lakini anayepoteza sanamu hiyo kwa mgeni katika chumba cha faragha, ambaye anakubali kulipa won bilioni 10 kwa ajili ya sanamu hiyo. Yohani na mlinzi wake wanaingia chumbani huko na kumkuta Do Kyung aliyefungwa bandage kwenye kiti cha majeruhi. Flashback yaonyesha kumbe Do Kyung hakufa kamwe. Taejong alimtembelea hospitalini na akafanya makubaliano naye. Kwa sasa Do Kyung anawaambia maafisa wa polisi wamkamata Yohani. Do Kyung kisha anawapa polisi kila kitu alichonacho kuhusu Yohani, hata kama kinamhusu yeye mwenyewe, kama ushahidi wa yeye kukiri kwamba Yohani ndiye muone katika swala hili. Kwenye jumba la sanaa kule, msururu wa maroli unaondoka na sanamu za Ali kuelekea kwenye nyumba ya kwa kibwana Yohani. Lakini wakiwa njiani, marafiki zake Taejong wakapita na kigari chao kidogo na kujifanya kama vile kimeharibika pale pale. Basi wakaanza kuwaomba radhi wale jamaa. Taejong sasa akawa anaingia kisiri siri na moja ya maroli, kisha anamwambia ANB ambaye anaangalia kwa mbali kwamba aende nyumbani na kukaa na baba yake. Yohani anapowekwa selo, ghafla van nyeusi 3 zinaingia. Kumbe ni jamaa yake Doeksu. Yeye na genge yake wanavamia kituo cha polisi na kuua kila mtu aliyekuwa ndani, akiwemo mpelelezi yule ambaye alikuwa akisaidiana na Yohani, ambaye kumbuka mwanzo ndio alikuwa akifanikisha mishe zote za Yohani. Doeksu anamsindikiza Yohani hadi nje kwenye gari lake, ambako kule assassin wa Yohani akawa amekaa akimsubiri. Alipofika pale, akatoa maelekezo kwamba bwana dada akadili na vitu vingine. Akatoka moja kwa moja hadi hospitalini na kumnyonga Do Kyung, huku yule assassin akaelekea paka kwa Yongshik. Mpaka Yeonbi anafika nyumbani, assassin tayari alikuwa amemchoma kisu baba yake, na sasa akahamia ili aweze kummaliza na yeye, yani Yeonbi. Kule kwenye nyumba ya Yohani, wafanyakazi waliokuja na malori wakawa kimaliza kutia zile kazi za sanaa kisha waondoke zao. Muda huo Taejong akawa time na kubakia ndani. Yohani machale akamcheza kwamba Taejong ni lazima atakuwa amekwenda huko, hivyo akawa na wae basi kwenda kudili naye. Taejong mwenyewe akiwa anazurura mule ndani kwa Yohani, anafikia kwenye ile screen kubwa sana la matukio. Taejong akanyofua hard disk, maana alijua tu zitakuwa na kila kitu ambacho anakihitaji. Mara alarm zikaanza kulia, ikabidi escape chap sana. Anatoka nje, anamkuta Doeksu hajakaa sawa, watu wake wamemzingira. Ngumi zikaanza kulika huko ndani, ila Taejong akafanikiwa kuwakalisha wote chini. Punde akatokea Yohani, akachomoa upanga wake tayari kwa ajili ya kuondoka na mtu. Anaambia brother, nilijua tu kwamba utakuja huko. Sasa hiyo hard disk haina kitu, kila malighafi iko kwenye hii panga yangu. Yaani ile panga upande mmoja ni upanga, lakini upande mwingine ni storage ya flash ambayo ina kila kitu ambacho yani anakihitaji. Anaambia hiyo hard disk ukifungua utakuta kwamba hamna shuhudi. Akiwa anamwambia hayo, yule assassin aliyomtuma akatokeza akiwa amemshikilia Yeonbi. Anaambia huyu kijana nitamwachia kama tu ukimaliza Doeksu. Taejong naye alikuwa ashajua madili ya huyu jamaa jinsi ambavyo anaenda. Akaamua tu kutupa kisu chini. Jamaa anambia sasa nitakuua na kumframe Yeonbi kwa hilo. Wakiwa wamezuba sababu ya Yohani kujigamba, Taejong anakota kisu, alafu Yeonbi anamsukuma yule bidada. Akadili na assassin kwanza, mwisho akamalizana na Yohani, akamchoma upanga na kuusukumeza mpaka kwenye ile screen yake kubwa anayotumiaga. Jamaa anambia wewe nimalize tu ili wewe umekamilisha mission yako. Taejong anasema hapana, acha mahakama ikushughulikie. Sasa kutoka hapo sini na hamia mpaka miezi kadhaa mbele. Yongshik yuko zake hospitali, alafu Yeonbi anamtazama. Habari za ripoti kuhusu kifo cha Yohani kwenye nyumba yake ya kitajiri ambacho kilitokana na moto. Kisha mambo yake yote nayo ndio anawekwa wazi watu kujua. Hilo likafanya miezi 6 baadaye mahakama iamue kuwa Taejong alikuwa hana hatia kabisa katika kisa ambalo alikuwa anamkabili. Lakini tukubaliana kwamba ameshalipa mangapi mpaka sasa sababu ya serikali na mifumo yake ya haki kufeli. Mdogo wake hayupo, mchumba wake kamkacha, maisha yake ya miaka aliyotumia jela kukimbizana na Yohani, akikuwa muda wote anafanya shughuli zake za maendeleo. Lakini basi akajifunga kibwebu na kufungua mgawa wake rasmi, kisha tunamwona ofisa
anakuja kwa jamaa kumsalimia na kumpa ua ambao alikuwa akilitunza kule gerezani, na inaonekana hapo mgawani anasaidizana na mzee Yongshik pia, na tunaona wakila na kufurahia pamoja na Yeonbi na rafiki zake Taeyong. Series inaisha kwa mtu mwingine tena katika kiti cha Yohane anatazama big screen. Au ni ule nani kipofu? I don't know. Asante sana kutazama series hii. Mimi naitwa Minani. Coming up next ni sinema kali sana inaitwa Destined with You. Ciao.